Leo nataka nizungumze kuhusiana na mmomonyoko wa maadili, lakini nitajikita sana kumzungumzia mwanamke. Nitajikita zaidi kumzungumzia mwanamke ninapozungumzia swala zima la mmomonyoko wa maadili katika jamii. Unajua ukitazama jamii zetu namna zinavyoenda au jamii yetu namna inavyoenda, utagundua kwamba maadili yanazidi kumomonyoka sana. Na tunapozungumzia mmomonyoko wa maadili, hatuwezi kuacha kumzungumzia mwanamke, kwa sababu nitatoa sababu mbili. Sababu ya kwanza kwa nini hatuwezi kuacha kumzungumzia mwanamke ni kwa sababu mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kuweza kufundisha watoto ili waweze kuishi kwa maadili, kwa sababu mwanamke kwa asilimia kubwa ana nafasi kubwa ya kukaa na watoto kuliko mwanaume, kulingana na mgawanyiko wa majukumu au kulingana na nature au kulingana na tamaduni zetu zilivyo. Mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kuweza kukaa na watoto, na kwa sababu ana nafasi kubwa, ana muda mwingi zaidi ya kukaa na watoto, kuweza pia kuwafundisha yale mambo ya kimaadili, lakini pia kuwaelekeza yale mambo yanayohusu maisha kwa ujumla. Hiyo ni sababu ya kwanza kwa nini hatuwezi kuacha kumzungumzia mwanamke tunapozungumzia swala la mmomonyoko wa maadili. Lakini jambo la pili sasa, ni kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye kiwango cha aibu kwake ni kidogo. Mwanamke ukifuatilia katika yale mambo ambayo kwa kawaida yangeweza kuleta aibu au yangeweza kufedhesha, mwanamke anaweza kuyafanya in public, alafu isiwe shida sana kwake. Nitakupa mfano. Unaweza ukatembea barabarani ukakutana na mwanamke ambaye amevaa nguo ambayo kwa kawaida haijamstiri katika zile sehemu ambazo pengine zilitakiwa kustiliwa zaidi, lakini mwanamke huyo huyo akawa amefunika nywele zake ili zisipate vumbi, lakini mapaja yako nje. Kwa kawaida kichwani ni eneo ambalo hata likionekana inaweza isiwe ni aibu, lakini mapaja mwanamke akionekana ni aibu. Hicho ni kitu ambacho unaweza ukakiona kinaendelea, lakini si shida sana kwake. Wakati mwingine mtu kama mimi au mtu mwingine yote ambaye amelelewa katika maadili, lakini pia na hofu ya Mungu ndani yake, anashindwa hata kumtazama au kumtazama yule mwanamke kulingana na namna alivyovaa, kulingana na muonekano wake jinsi ulivyo, anashindwa kumwangalia. Lakini yeye anatembea barabarani, yuko very comfortable, lakini ukimtazama ukiwa mtu mwenye hofu ya Mungu ndani yako, unaona aibu kabisa, lakini yeye anaona ni kitu cha kawaida. Na ndio maana unapozungumzia swala la mmomonyoko wa maadili, huwezi kuacha kumzungumzia mtu huyu kwa sababu ya umuhimu wake na kwa sababu ya vile ambavyo yeye anachukua nafasi kubwa. Nimekuwa nikijifunza, lakini pia nikitamani kufanya kitu kwa ajili ya kugusa maisha mwanamke, na mwaka juzi nilifanikiwa kuandika kitabu ambacho kinaitwa Mwongozo. Ni kitabu chenyewe ni hiki hapa, ambacho kinaitwa Mwongozo wa Maisha ya Mwanamke Mtumishi wa Kristo. Kuna vitu vingi sana nimezungumzia huko, lakini nimejaribu pia kufuatilia mambo kadha wa kadha kuhusiana na mwanamke. Lakini pia ukisoma katika maandiko, katika ile Isaya sura ya 4 na mstari wa kwanza, ukianzia pale mstari wa kwanza ukasoma na mstari wa pili, Biblia inasema hivi: na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja, wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe kwa jina lako, utuondolee aibu. Wanawake hawa 7 wanasema tuko tayari tule chakula cha kwetu wenyewe, tuvae nguo zetu wenyewe, lakini utuondolee aibu, manake utuoe. So wanawake 7 wawe tayari kuolewa na mwanamume mmoja, ili kwamba wasitembee kwenye aibu ya kutoolewa. Sasa hii tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba vitu ambavyo wanawake mara nyingi wanaona kwao vinawatia aibu ni vitu ambavyo kwa kawaida sio aibu, lakini vile ambavyo ni aibu wao wanaona sio aibu. Ndio maana ni muhimu sana kuzungumzia mtu huyu unapotaka kuzungumzia swala zima la mmomonyoko wa maadili. Sasa nataka nimaliza kusema kwamba wewe kama ni mwanamke, lakini pia kama wewe ni mwanaume unaishi na mwanamke, una nafasi, una wajibu, lakini pia una nafasi ya kuweza kumshape huyo mwanamke ili aweze kuishi kulingana na maadili
yanapotaka. Huyo mwanamke anaweza kawa ni mke wako, lakini pia anaweza kawa ni mtoto wako. Una nafasi ya kuweza kumsaidia ili aweze kutembea vile ambavyo jamii inahitaji kwa kutunza ubinti wake au ule ile hali yake ya kuwa mwanamke, kuitunza, lakini pia kuweza kuwasaidia na watu wengine ili waweze kuendelea kufurahia kuwa sehemu ya jamii, kwa sababu maadili yameheshimiwa.